Bidii katika ushindani, bidii katika ushindani. Na unatakiwa ujue jambo hili, bidii bila kuwa na ubora ni sawa na bure. Unaweza kuwa na bidii katika kufanya lakini sio kwa ubora. Kwa hiyo unapokuwa na bidii katika jambo lako, hakikisha jambo lako hilo unalifanya kwa ubora. Unakuwa na viwango vinavyoweza kuridhisha, vinavyoweza kuvutia, vinavyoweza kushawishi. Kwa hiyo bidii inaambatana na ubora, bidii inaambatana na ubora. Ubora ni wa muhimu sana katika bidii ulionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka nikueleze jambo hili kwamba bidii katika ushindani, una mambo mengi sana ambayo unashindana nayo, una mambo mengi sana ambayo unayafanya. Kuna watu wengi sana unashindana nao, kuna vitu vingi sana unavifanya ili wewe uonekane ni wa thamani na wa muhimu katika jamii. Kuna watu wengi sana kama wewe wanafanya kama unachokifanya wewe. Kuna watu wengi sana kama wewe wamesoma kama ulivyosoma wewe. Sasa ni kwa namna gani utaweza kujitofautisha na hao wengine? Ni kwa jinsi gani utaweza kujitofautisha na mazingira uliopo na kitu anachokifanya? Ni kwa namna gani wewe tutakuona ni bora kuliko wengine? Ni kwa jinsi gani? Hapo kuna kitu tunakiita bidii katika ushindani, na bidii inaambatana na ubora. Bidii inaambatana na ubora. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe vitu vyako unavifanya kwa ubora, lakini kwa bidii. Unakuwa na bidii katika kile unachokifanya na unahakikisha unakifanya kwa ubora. Yuko mtu mmoja anaitwa Elia Mtishibi. Huyu jamaa nampenda sana. Alikuwa na bidii kiwango ambacho hakijawahi kutokea. Alikuwa na bidii sana. Ukisoma kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 17, neno la Mungu linasema Elia alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi, akaomba kwa bidii mvua isinyeshe, na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3.5. Elia aliomba kwa bidii, na ili ujue kwamba Elia aliomba kwa bidii na alikuwa anafanya kwa ubora, kwa sababu alikuwa anajua niko katika hali ya ushindani. Kuna watu ninashindana nao, lazima niombe kwa bidii. Maana alikuwa anashindana na Yezebeli na Ahabu, ule utawala, ule ufalme, na wale watu alikuwa anashindana nao. Sasa ili kuonyesha kwamba yeye ni bora zaidi kuliko wao, akaomba kwa bidii na mvua haikunyesha, ili na wao kama wao watataka kuwa bora kuliko yeye, walete hiyo mvua. Sasa walete hiyo mvua, maana kulikuwa na manabii wa Baali ambao walikuwa wanajidai kwamba wao wana nguvu, wana Mungu. Sasa alitaka waonyeshe kwamba mimi nina Mungu kuliko Mungu mliye naye, mimi nina uwezo kuliko uwezo mlionao. Sasa kama na nyie mnaweza, basi fanyeni kuliko mimi, ileteni. Mimi nimezuia mvua, hasa nyie ileteni hiyo mvua. Kwa hiyo, na ndio maana unaona hata nyakati za mwisho pale alipokuwa anamalizia, anakaribia ile miaka sasa inatakiwa mvua irudi, akawakusanya manabii wa Baali wote ili wamwombe Mungu, wamsi Mungu achukue ile, aiteketeze ile sadaka. Mungu atakayelamba kwa moto. Yani huyo Elia nampenda sana. Huyo jamaa ananifundisha vitu vingi sana. Bidii katika ushindani, bidii katika ushindani. Alikuwa na bidii isiyo ya kawaida, alikuwa na bidii isiyo ya kawaida. Ukisoma kwenye kitabu cha Warumi 12:11, neno la Mungu linasema hapa kwamba kwa bidii si walegevu, mkiwa na juhudi katika roho zenu, mkimtumikia Bwana. Kwa bidii, sio walegevu. Watu wengi sana tumekuwa tukifanya vitu kwa ulegevu. Hatuzingatii ubora. Tunafanya ili mradi tufanye. Kila kitu kinahitaji ubora ili kilete unadhifu. Ni kitu gani unakifanya? Ni nini unafanya? Hauoni matokeo, hauoni watu akikipenda, hauoni watu akikifurahia hicho kitu unachokifanya. Sio kwa sababu hawajali au hawathamini, hapana. Ni kwa sababu haujakifanya kwa ubora na kwa bidii. Haujaongeza bidii na haukifanyi kwa ubora. Unafanya ili mradi ufanye. Na kuna tatizo hili hapa pia, kwamba watu waliookoka wanaishi maisha ya imani ili mradi waishi bila kuangalia wala kujali ubora wa imani yao.
Yaani hii inaumiza sana, inasikitisha sana. Yaani kuna watu wanaishi katika imani ya kumwamini Yesu Kristo ili mradi na wao waonekane wanaishi katika imani hiyo, ili mradi na wao waonekane ni Wakristo. Rafiki yangu, imani tulionayo ni imani iliyo bora zaidi, ni imani iliyo kuu zaidi, ni imani yenye thamani sana, sio imani ya kuishi ili mradi tuishi kwenye imani hiyo. Nilikuwa nawaeleza watu fulani sehemu fulani kwamba kwenye Biblia hakuna sehemu imeandikwa Wakristo ndio watakao urithi uzima wa milele. Hiyo sehemu haipo, na wewe nakwambia kaitafute, ukiipata njoo, nitakupa zawadi yako. Hakuna sehemu iliyoandikwa Wakristo ndio watakaoenda mbinguni, ila Biblia imeandikwa wana wa Mungu ndio watakaoenda mbinguni, watakao urithi uzima wa milele. Wote watakao muamini Yesu Kristo ndio watakao urithi uzima wa milele. Watakatifu ndio watakao urithi uzima wa milele. Biblia inasema nanyi mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo rafiki yangu, usije ukaona imani hii kwamba ni ya kawaida kama wengine wanavyoichukulia kwamba kuitwa Mkristo tu, nikishaitwa Mkristo basi imetosha. Hapana. Kuna Wakristo wengi wanatambulika ni Wakristo, lakini kwa asili sio Wakristo. Kwa asili ni watu wa shetani. Kwa asili ni watu wanaoipenda dunia hii, ambao wameshajitoa maisha yao kwa ajili ya dunia hii. Wanaona fahari na thamani juu ya maisha ya dunia hii. Hawaoni umuhimu na thamani ya imani walionayo, kwamba ni imani iliyo kuu, iliyo bora zaidi kuliko imani zote. Rafiki yangu, natakiwa ukizingatie hicho kitu. Na jambo lingine ambalo unatakiwa uzingatie ni kwamba bidii ndiyo inayompa mtu kibali cha kufanya kwa ubora jambo lolote. Bidii ndio inampa mtu kibali cha kufanya jambo lolote kwa ubora. Unahitaji kufanya kitu kwa ubora, kifanye rafiki yangu. Unafanya kazi, fanya kazi kwa ubora. Unafanya biashara, fanya kwa bidii na uweke iwe bora, uwe na utofauti na wengine. Unasoma, wewe ni mwanafunzi, soma kwa bidii, lakini unasoma uwe bora kuliko wengine. Unaweka mikakati, unaweka malengo, unaweka mipango. Mtu mmoja akasema mafanikio hulindwa na mafanikio. Ukifanikiwa kwenye eneo la kuwa na bidii na kufanya kwa ubora, lazima itakuletea mafanikio haya mengine ya elimu, ya uchumi, ya pesa, ya mali. Itakuletea hiyo. Mafanikio hulindwa na mafanikio. Unataka kuwa na mafanikio mazuri yaliyo bora, hakikisha unakuwa na bidii na unakuwa bora kwenye kila eneo. Unahitaji kuurithi uzima wa milele, hakikisha unakuwa na bidii na unakuwa bora katika kuitunza na kuilinda imani ulio nayo ya kumwamini Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nataka niombe na wewe rafiki yangu. Unajua kabisa kwamba unaishi maisha ya dhambi na ni Mkristo, unaishi katika imani hii ya Kikristo, lakini wewe unaishi maisha ya dhambi, na Yesu Kristo akija hautaweza kuurithi uzima wa milele. Nataka niombe kwa ajili yako sala ya toba. Tuombe pamoja sala ya toba ili uweze kumrudia Mungu. Nifuatishe maombi haya. Bwana Yesu, ninakushukuru kwa neno lako siku ya leo. Ninakuja mbele zako, ninaomba Yesu unisamee dhambi zangu zote. Yesu, kuanzia leo ninakubali kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba Yesu uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima. Amen. Barikiwe sana rafiki yangu wewe ambaye umenifuatisha maombi hayo. Amini ya kwamba umeokoka. Endelea mbele, Yesu Kristo anarudi. Usirudi nyuma, endelea mbele, Yesu Kristo anarudi. Baba, katika jina lako Yesu Kristo ninaomba kwa neema yako na upendo wako uwatunze na kuwalinda watu wako, na Bwana uwawezeshe kuishi maisha matakatifu ya kupendeza wewe Mungu, kuwa na bidii na kufanya vitu kwa ubora, kuwa na bidii na kuwa na ubora wa maisha yao ya kiroho na ya kimwili, katika kazi zao na shughuli zao na biashara zao. Bwana uwafanikishe na uwawezeshe kuwa na bidii na kufanya kazi kwa ubora na kuleta unadhifu wa kazi yao. Bwana, katika jina la Yesu Kristo Nazareti nimeomba nikiamini. Amen.